Mtazamaji, katika pumzi hiyo, Rais Samia Suluhu amepewa kibali kuwa rais na Tume Huru ya Uchaguzi baada ya kutangazwa mshindi katika uchaguzi mkuu wa Tanzania. Tume imesema kuwa Samia alipata kura milioni 31.9 ambazo ni 97.66% ya jumla ya kura zilizopigwa. Mamia ya watu wamejeruhiwa huku watu 10 wakithibitishwa kufariki kutokana na uchaguzi huo. Licha hayo, Samia ameshukuru vyombo vya usalama kwa jinsi vilidhibiti maandamano hayo. Sasa tuisikie sauti ya Victor Ngaruya. Viongozi kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kimataifa pamoja na wananchi nchini humo walikusanyika katika viwanja vya afisi ya makao makuu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika hafla ya kumkabidhi kiongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan hati ya kuchaguliwa kuwa rais. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kulingana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Samia Suluhu aliibuka mshindi kwa kupata zaidi ya kura milioni 31, japo asilimia hiyo ya zaidi ya asilimia 90 imetiliwa shaka na wengi. Ya uhuru na uwazi. Takwimu hizi zimeibua maswali mengi kwa kuwa kulingana na mashahidi, idadi ya wapiga kura ilikuwa chache. Pia maandamano yaliyofanyika yanasemekana kulemaza shughuli za uchaguzi katika miji kadhaa. Vilevile kuzimwa kwa huduma za mitandao kumeibua hoja. Wakati wa maandamano hayo yaliyochochewa na viongozi wa vyama vikuu kutopewa fursa ya kuwa kwenye debe, upinzani ulidai kuwa zaidi ya watu 700 walifariki, huku Umoja wa Mataifa UN ukithibitisha kuwa watu 10 walifariki katika miji mitatu nchini humo. Kuna matukio ya uvunjifu wa amani yaliyofanywa siku ya uchaguzi, lengo likiwa ni kuharibu au kuzuia uchaguzi usifanyike. Tunavishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba vurugu zilizotokea hazikuathiri au kusimamisha uchaguzi. Viongozi wa upinzani ambao hawakuidhinishwa kuwania urais katika uchaguzi huu ni pamoja na mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye alijipata mahakamani akikabiliwa na mashtaka ya uhaini, kadhalika kukosa kutia saini makubaliano ya kanuni za maadili, na Luhaga Mpina wa chama cha ACT Wazalendo. Victor Ngaruya.